Waligeni mtazamaji wa Mjasilia TV, karibu sana. Hapa ni Kijiweni, langu jina ni Pili Mkono, niko na mwanasheria James Malandala na mada mezani siku ya leo inasema migogoro ya ardhi inasuluhishwa vipi? Karibu sana. Habari za asubuhi. Salama, za kwako? Salama, karibu sana. Asante, nashukuru sana. Tunapozungumzia usuluhishwaji wa migogoro ya ardhi, tukianza na ardhi. Tukisema ardhi tunakuwa tunamaanisha. Asante mwanahabari. Neno ardhi kisheria linatofautiana sana na perception ya kawaida. Yaani layman yanavyoelezea maana ya ardhi, na kwa mujibu wa sheria tafasiri ya ardhi ni tofauti. Layman anaamini ardhi ni udongo, yani anaamini soil, hiyo ndio ardhi. Lakini kisheria ardhi ni nini? Kisheria ardhi ni juu ya surface hapa na chini ya surface, na vitu vyote vilivyopo juu ya surface na chini ya surface, ikiwemo mazao yote na vitu vyote ambavyo viko attached juu ya surface. Maana yake miti, nyumba, miamba, majengo, ndo tafasiri ya ardhi. Sasa layman yeye anaamini kwamba ardhi ni hii soil, yani hii soil, hiyo ndo ardhi. Sasa sheria imefanua kwamba ardhi ni pamoja na juu ya surface, chini ya surface na vitu vyote vinavyounda hiyo hali, isipokuwa madini na mafuta. Na ndio maana kama mwandishi wa habari kusikia utani ukiendelea mtaani kwamba kwa nini kwenye shamba langu, namiliki shamba langu, nikikutwa na bangi ni za kwangu kwenye shamba langu, lakini kutwa na madini naambiwa sio ya kwangu. Kwa sababu kwa mujibu wa sheria madini sio sehemu ya ardhi, mafuta sio sehemu ya ardhi, ila vitu vyote vilivyopo juu ya surface na chini ya surface ni ardhi. Maana yake ni kwamba tunapozungumzia, kwa mfano tu, kuna issue ya kuondoa kwenye eneo lako. Inapotokea kwamba zoezi la wewe kuondoa kwenye eneo lako kwa ajili ya maslahi mapana ya umma, unachostahili kupewa pale fidia ni zile interest kwenye lendi na majengo yaliyoko pale juu ya ardhi, mazao yote yaliyoko juu ya ardhi. Ila hawezi kuthamini kuhusu madini, kwa sababu madini sio sehemu ya ardhi. Lakini ukisema hawezi kuthamini madini, na wakati mwingine watu wanatolewa kwenye ardhi zao, sehemu zao wanazomiliki wao kwa ajili ya madini, yani hii imekaaje? Wanakondoa kwa sababu ya public interest, yani kwa maslahi mapana ya umma wanaamua kuondoa kwa sababu ya ile miradi ya madini. Kwa hiyo wanapokondoa watafanya tathmini ya kuangalia thamani ya madini yako chini ya ardhi. Ndio utasikia kwamba ekari moja ya milioni 3, mazao tunaanza nyumba nini, lakini sasa madini yaliyoko chini ya ardhi hatufanyii tathmini kwa sababu hawezi kufanya tathmini kwa sababu ile sio sehemu ya ardhi. Kwa madini na mafuta sio sehemu ya ardhi. Sehemu ya ardhi katika sheria, wajua Kiswahili kidogo kwa mtazamo wangu mimi sio kipana. Sasa kwa maneno ya Kiingereza kuna neno linaloitwa land na neno linaloitwa soil. Hata tafasiri ya ardhi tunaangukia kwenye land, sio kwenye soil. Tukiangukia kwenye soil ni udongo pase. Lakini tafasiri ya ardhi kwa mujibu wa sheria tunaangukia kwa neno land, ambao sasa kwamba ni hapa juu ya uso wa dunia, chini ya surface na vitu vyote. Maana yake ni kwamba mtu yoyote, kwamba unajua hii kianga kilichopo hapa juu ni ardhi. Na ndio maana mimi nikiwa na mti nyumbani kwangu, ni jirani yangu, mti wangu kastawi, matawi yakasogea kwenye, yani kavuka bile beacon yakaja kwako, nimefanya trespass kwa sababu ni eneo langu. Yani imefanyika trespass kwa sababu eneo hilo ni la kwako. Umeona? Yani ardhi yako. Yani hapa juu ya surface hapa, hii ni muonekano wa surface loko hapa, ni sehemu ya ardhi. Sasa public
kwa nafasi kubwa inaamini kwamba ardhi ni hii tu soil, yani udongo ndo soil, lakini vyote viko chini ya ardhi, chini ya surface, juu ya surface ni ardhi. Kwa hiyo nyumba ni ardhi, ni sehemu ya, yani ukizungumzia nyumba, miti, miamba ni ardhi, ndo tafasiri yake. Sasa ndo sababu hiyo sasa kunakuwa na migogoro mikubwa kwamba yani jamii au watu wanajua kabisa kwamba mimi huko chini ya mahali ninapokaa kuna dhahabu, na ukizingatia dhahabu zina thamani kubwa sana sokoni, alafu unakuja mimi unanitoa kwa fedha kadhaa ambazo unaziona kabisa huyu baadaye anakuja kunufaika na kwangu hapa. Sasa hii yani inatatuliwa vipi kitu kama hicho? Okay, kwanza niseme kitu kimoja kwamba ardhi kwa Tanzania, sera ya ardhi na sheria ya ardhi ni mali ya umma. Yani ardhi hii ni ya umma. Sasa kwa sababu mimi na wewe hatuwezi kuisimamia, tukaamua kukasimisha kwa president, kwa rais ambaye ndo trustee. Sisi ni beneficiary. Sasa basi kwa hii ardhi yani ardhi kwa Tanzania. Unajua baada ya vita kuu vya dunia ulimwengu uligawanyika. Ukawepo ulimwengu wa kibepari na ulimwengu wa kijamaa. Sasa basi katika sera za mivutano hizo katika ulimwengu wa kibepari kulikuwa na senior wao ambao walikuwa ni USA Amerika, na ulimwengu wa kijamaa kulikuwa na umoja wa Kisoviet USSR. Sasa sisi tuliangukia kwenye sera ya kijamaa. Sera ya kijamaa inaamini ujamaa. Sasa ardhi tukastay pale pale kwamba ni mali ya umma, tofauti na Kenya. Kenya mtu anamiliki ardhi yeye kama yeye. Kwa hiyo sisi ardhi ni mali ya umma. Kwa hiyo eneo lako wanaweza kuondoa kwa sababu ya masuala pana ya umma, kwamba wanataka wajenge shule, hospitali, lakini lazima upate fidia. Na kwa mujibu wa sheria ya ardhi ya mwaka 1999 iko very fair namna ya kupatia fidia. Iko very fair. Utapata fidia kwa mujibu wa sheria, lakini utapata fidia katika swala ardhi. Lakini sio swala madini. Madini sio sehemu ya ardhi. Yani sheria ya ardhi sura 313 ya mwaka 1999 kifungu cha pili kimeeleza tafasiri ya ardhi, kime-exclude minerals and petrol, kime-exclude. Sasa basi katika utatuzi wa migogoro, na kuja kwenye mada yako mwandishi wa habari, kwenye mada yetu katika utatuzi wa migogoro, Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imesema chombo chenye mamlaka ya mwisho katika utoaji haki itakuwa ni mahakama. Sasa mahakama iliwekewa, yani iliwekewa kama mgawanyo kwa sisi utendaji kazi, kwamba iwezekani kila kitu kinaenda kwenye mahakama ya kawaida, kwamba ikatengenezwa kwamba tukawa na mahakama maalum na mahakama ya kawaida. Mahakama ya kawaida ndo hii inayoanzia mahakama ya mwanzo, nasikia mahakama ya wilaya, mahakama ya hakimu kazi, wanasema resident magistrate court. Hizo zote huwa zina nguvu sawa. Mahakama ya hakimu kazi na mahakama ya wilaya. Sema mtaani wanaita mahakama ya mkoa. Kuna mahakama ya mkoa. Hiyo ni mahakama ya hakimu kazi. Baada ya hapo kuna mahakama kuu. Baada ya hapo kuna mahakama ya rufani. Hiyo ndo mahakama ya kawaida. Sasa kuna mahakama maalum ambazo zikaanzishwa. Mahakama maalum kama vile mahakama za utatuzi migogoro ya ardhi, mahakama za kazi, sio kazi, masuala ya ajira kwenye private sectors. Umeona? Mahakama za biashara, mahakama ya mafisadi. Umeona? Sasa basi kwenye mahakama maalum swala ardhi ndo likaangushiwa kule. Inapolenga mgogoro wa umiliki wa ardhi zikaanzishwa mahakama za ardhi. Hizo ni mahakama maalum kutoka kwenye mahakama ya kawaida, kwa sababu ilionekana kama mahakama ya kawaida inazidiwa shehena ya mambo yanakuwa ni mengi, kwamba mahakama ya mwanzo isikilize changamoto ya ajira, watu wamefukuzwa kazi, isikilize changamoto ya ardhi, watu wamedhulumiana ardhi, isikilize changamoto si za ufisadi. Hapana. Kwa hiyo zikaondolewa mahakama maalum. Kuna issue za TRA, kuna hizi TRAB na TRAT. Kipindi fulani uliwahi kusikia Mheshimiwa Mwigulu Nchemba anaelezea TRAB na TRAT. Umeona? Hizo ni mahakama maalum kwenye masuala ya kodi.
Umeona? Kwa sio mada yetu nisizifanue. Sasa ukija kwenye ardhi yakaanzishwa mabaraza ambazo ni mahakama maalum. Likawepo baraza la kata. Hilo aliitwa baraza la ardhi. Linaitwa ni baraza la kata. Sasa unajua kienyeji watu wamekuwa kilita ni baraza la kata. Wamekuwa kilita ni baraza la ardhi la kata. Hilo sio baraza la ardhi la kata. Linaitwa ni baraza la kata. Ni baraza la kata. Ni baraza la kata ambayo inasuluhisha migogoro ya ardhi na migogoro ya ndoa. Kwa sababu hakuna mgogoro wa ndoa utakaopokelewa mahakama ya mwanzo bila kupita kwenye baraza la usuluhishi. Baraza lenye dhamana ya usuluhishi masuala ya migogoro ya ndoa ni hili la kata. Hili la kata ndio linasuluhisha migogoro ya ardhi. Sasa basi, hili linasuluhisha kwenye masuala ya ownership, umiliki. Watu wanagombania. Sasa baraza la kata, baada ya hilo, hatua inayofuata ni baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Lugha zimebadilika, mwandishi wa habari. Ni baraza la ardhi na nyumba la wilaya inayofuata. Sasa hatua inayofuata pale juu ni mahakama kuu. Zamani ilikuwa ni mahakama kuu kitengo cha ardhi. Sasa wakiondoa baada ya kuona kwamba mgogoro wa ardhi jaji yote anaweza kusikiliza. Sasa ikaitwa ni mahakama kuu, sio tena kitengo cha ardhi, hapana. Baada ya hapo ni mahakama ya rufani. Sasa migogoro hii ya ardhi inaanza kusikilizwa kwenye baraza la kata. Baraza la kata kabla mwaka 2019 lilikuwa na mamlaka ya kupokea, kusikiliza na kutoa maamuzi. Lakini baada ya hapo mamlaka hayo likanyang'anywa. Lilikuwa na jukumu tu la kupokea na kusikiliza mgogoro. Hairuhusiwi kutoa maamuzi. Likisikiliza na baada ya hapo watu hawajaelewana, linatoa recommendation. Kuna form fulani kwenye zile kanuni za uendeshaji migogoro ya ardhi, kuna form fulani inabidi baraza wajaze ile form kwamba tumesuluhisha pande zote lakini suluhu haijafanikiwa. Kwa hiyo yoyote ule anayewiwa katika wale mlalamikaji na mlalamikiwa yoyote aende baraza la wilaya kwa ajili ya kufungua shauri, yani kesi ya ardhi. Kama wanasikiliza lakini hawawezi kutoa maamuzi, na bado kuna wengine ambao labda tunaenda pale tunagombania kipande cha ardhi, tunafika pale wanatusikiliza lakini mwisho wa siku sasa ni kama vile ambavyo tu tungebaki nyumbani tukae tuelewane sisi wenyewe, maana yake tunaenda sehemu ambayo hakuna maamuzi yoyote. Asante mwanahabari. Unajua kuhusu baraza la ardhi la kata, no na mimi nakosea, utadhani sio nani. Baraza la kata, uzuri mimi kabla sijawa mwanasheria, kwa sababu kiwa mwanasheria uruhusiwi kufanya kazi kwenye baraza la kata. Mimi nilikuwa katibu wa baraza la kata. Hii kata inaitwa kata ya Bulyanhulu. Zamani ilikuwa inaitwa kata ya Bugarama. Baada ya kuvunjwa ipatikane kata ya Bulyanhulu na kata ya Bugarama, najivunia mimi ndo katibu wa baraza la kata mwanzilishi. Ndo katibu wa baraza la kata, ndo katibu wa baraza la kata mwanzilishi kata ya Bulyanhulu. Nilihudumu kama miaka 4 hivi. Sasa basi, essence ya sheria kwamba kwa nini suluhu? Hata kama ukifungua kesi yote ile mahakama ya wilaya, mahakama si mahakama gani, umeona, hata kama ni mahakama kuu, hatua ya awali ni watu kuwasuluhisha kwanza. Ndio hatua ya awali kabisa. Yaani kabla hujaruhusu kusikiliza kama shauri kwamba legal technical, yani hatua ya awali kabisa ni watu kuwasuluhisha. Kwa baraza la kata mwanzo lilikuwa na mamlaka kutoa hukumu, ikatolewa ile mamlaka ikarudi kwenye mamlaka kusuluhisha tu. Essence ni kwamba kule kwenye baraza la kata ndo watu wanakoanzia wapate suluhu. Sasa wakishaenda baraza la wilaya ni kesi rasmi kufunguliwa na kuanza kusikilizwa na hatima yake mwisho wa siku kutolewa uamuzi, kutolewa hukumu. Sasa essence yake ni watu kuwapatanisha. Kwa lilikuwa na nia, kwa sheria ilikuwa na nia njema kabisa kwamba watu wapatanishwe kwenye ngazi ya chini ya kata. Kwa sababu baraza la kata katika muundo wake kuna wajumbe wa baraza ambao kwa wajumbe 8 na katibu ambaye ni wa 9. Sasa katibu sio sehemu ya wajumbe. Yeye ni mtaalamu wa kuliongoza baraza kitaalamu, kwa zile hatua zinazohitaji utaalamu. Sasa hawa wajumbe wa baraza
ni wajumbe ambao ni wenyeji wa kata husika. Kwa inakuwa ni rahisi wao katika zana ya upatanishi. Inakuwa ni rahisi sana kwao. Tofauti na vile kwamba ambavyo mgogoro ungeanzia kwenye mamlaka kusikiliza na kutoa uamuzi. Kwa essence kubwa ilikuwa ni kwamba zana ya usuluhishi ibaki kwenye baraza la kata kwa ajili wao kuwapatanisha hawa wahusika. Sasa hawa wadau ikionekana hasa kama mmoja au ikionekana kwamba suluhu haijafanikiwa, mmoja sasa ndo anaenda baraza la wilaya, baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Anapoenda kule mwanahabari haendi kwa pili, yani hakati rufaa, anaenda kwenda kufungua shauri. Kwa hiyo hii hati itakayokuwa imeandaliwa na baraza la kata ambayo inaelezea kwamba suluhu imeshindikana, inakuwa kama supporting document, inaonyesha kule kwamba wamepita huku. Miongoni mwa migogoro inayosumbua sana ni migogoro ya ardhi. Yaani ukienda mahali ukaita watu wenye migogoro ya ardhi wanatoka kikundi kikubwa sana, yani watu wengi sana. Sasa kama mabaraza ya kata yapo na watu wanakuwa ni wengi, lakini pia wanakuwa bado hawana suluhu, ni kwamba mabaraza yanakuwa yameshindwa kusuluhisha mambo haya, au shida ni nini? Asante mwanahabari, umeuliza swali zuri sana la kiufundi. Iko hivi, sisi katika mifumo ya uendeshaji mashauri hapa duniani kuna mifumo miwili. Sisi tunatumia adversarial system. Yani nchi hasa hizi ambazo zinaamini katika jumuiya, ambazo ni wanachama wa Jumuiya ya Madola ambao tuko upande wa Muingereza. Lakini kuna nchi zinazotumia inquisitorial system. Sisi ni adversarial system. Adversarial system ni mfumo ambao kwamba yule mlalamikaji anaenda mahakamani kufungua shauri, na mahakama inatoa wito kwa mlalamikiwa kwa ajili ya kuwasikiliza. Sasa inquisitorial system ni mfumo ambao ule ni wa Ufaransa na washirika wake. Ule ni mfumo ambao kiasi kwamba mahakama yani ndo anakuwa anashuka chini kukusanya ushahidi huku, kuzunguka kuhoji mashahidi, kukusanya, yani yeye ndo ana prosecute mahakama. Sisi ni tofauti. Maana yake ni kwamba mahakama kwa mfumo wetu adversarial system, mahakama haiendi kutafuta mgogoro. Yani yenyewe imekaa inasubiri wewe upeleke mgogoro. Sasa baraza la kata au mabaraza ya kata huwezi kuyalaumu kwa sababu mdawa hajapeleka mgogoro. Ingekuwa tunatumia ule mfumo ambao ni inquisitorial system, kwamba wenyewe ndio, yani kwamba mahakama ndio inaenda huku chini, kwa yani mahakama anakuwa kama prosecutor. Lakini si mfumo wetu adversarial system ambao katika ni wa common law wa Muingereza. Sisi kwamba wadau wanapeleka shauri mahakamani, mahakama inaita. Yani mahakama principle yetu, doctrine yetu haishuki, yani kwamba haiendi mtaani kutafuta kesi. Leta mgogoro. Na mahakama na sheria haina macho, ina masikio. Ina masikio kwamba nenda ukaeleze ikusikilize. Haina macho. Yani tafasiri yake ni kwamba hata kama mnaogombana bikoni yako umepakana na mahakama, yani mko jirani na mahakama, tunaamini kisheria kwa mahakama haijaona kinachoendelea. Umeona? Kwa sababu sheria ina macho, ina masikio. Nenda ikakusikilize. Yani kama hujaenda. Kwa sababu changamoto ni kwamba walio wengi wanalazimisha kukaa na migogoro waisuluhishe sijajua ni kwa namna gani. Nikisema sio kimihemko nitakosea. Yani utaratibu unaozingatiwa kupeleka shauri mahakamani, kwa sababu haya mabaraza ni mahakama. Ndio maana nikaanza kwamba hizi ni mahakama maalum. Ni mahakama maalum zilianzishwa. Kwa mabaraza haya yanaendesha kwa mujibu, yani yanaendesha kimfumo wa kimahakama. Kwa kama hujapeleka mgogoro, wao hawawezi kuja kama vipi hapa jamani, tunaona ni kama kuna kakere mnagombana, shida ni nini? Hawezi. Kwa wewe wapelekee, ukishawapelekea wanaanza kuwasuluhisha. Katika kuwasuluhisha hapo mwisho wa siku wakiona kuna sababu ya kutembelea eneo la mgogoro, wanatembelea eneo la mgogoro. Kwa ndo hivyo mwanahabari. Mtazamaji wa Mjasilia TV, hapa ni Kijiweni.
Niko na mwanasheria James Malandala na mada mezani inasema ni namna gani migogoro ya ardhi inavyosuluhishwa. Langu jina ni Pili Mkono. Kwa kumalizia sasa, kama mwanasheria, zungumza na watazamaji, lakini pia zungumza na watu ambao pengine wamepitia haya au wana watu ambao wanapitia haya, lakini mwisho wa siku hawajui ni wapi pa kuanzia, hawajui wafanye nini, au tu wameenda kwa mabalozi, labda kwa wenyekiti wa vijiji, na bado mambo yao yameishia hewani tu. Asante mwanahabari. Cha kushauri umma, tuishi kwa mujibu wa sheria. Unajua mwanahabari walio wengi hawapendi kuishi kwa mujibu wa sheria, ila kiongozi ndo wanamsakama ishi kwa mujibu wa sheria, lakini wao walio wengi hawataki kuishi kwa mujibu wa sheria. Serikali imeweka framework kwamba migogoro ya ardhi inasikilizwa kwenye mabaraza. Mgogoro wa ardhi unaanzia baraza la kata, sehemu ya usuluhishi. Baada ya hapo ni baraza la wilaya, ambayo inaitwa ni baraza la ardhi na nyumba la wilaya. Na hapo sasa ndio eneo pana la kuenjoy sheria. Utaweka wakili, sio kama kwenye baraza la kata, wakili haruhusiwi kuingia, mwanasheria haruhusiwi kuingia. Sasa basi, mgogoro upi ambao unasikilizwa na baraza la ardhi na nyumba la wilaya ni mgogoro ambao thamani yake haizidi milioni 300. Yaani thamani ya kile kinachogombaniwa, kama ni nyumba, kama ni shamba, kama ni kiwanja, haizidi milioni 300. Ikizidi hapo, basi mgogoro huo uende moja kwa moja Mahakama Kuu ya Tanzania. Na hakuna mgogoro ambao unaanzia mahakama rufani, ni Mahakama Kuu ya Tanzania. Basi ukiwa ni mwathirika wa maamuzi atakayotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania, utaenda mahakama ya rufani. Sasa shida ya mwanahabari ambao nimalizia kwamba watu wanakuwa wanachanganya sana mambo mawili, mgogoro wa ardhi na mgogoro wa mirathi. Wanachanganya sana. Mgogoro wa mirathi, kwamba mfano kwamba baba alifariki, akaacha mashamba, akaacha nyumba, akaacha kiwanja. Sisi ni watoto kwenye familia. Sasa kaka ameanza kuuza mashamba, ameanza kuuza viwanja, ameanza kuuza nyumba. Umeona? Au tunagombania zile mali. Kwa maana tunagombania ardhi, tunagombania nyumba, tunagombania mashamba. Mwanahabari, huo sio mgogoro wa ardhi. Hiyo ni kesi ya mirathi. Hiyo ni probate case, sio land case. Maana yake sasa inabidi iende kwenye mahakama zinazohusika na migogoro ya mirathi. Sasa mahakama hizi zinategemea kulingana na imani yako. Kama wewe ni Muslim au ni, natafuta jina la kutumia, hivi mtu asiye sali tunamuitaje? Ni mpagani? Sasa basi nitumia tu neno customary. Wewe utaenda mahakama ya mwanzo. Waislamu na hawa ambao unawaita wapagani, mimi sijawaita, wataenda mahakama ya mwanzo. Lakini kwa upande wa yule ambaye ni Christian, yani Christian, kwa issue ya mirathi tunatumia sheria inaitwa Indian Act, ambapo tunaenda ni mahakama ya wilaya wa Kristo. Sasa basi unaenda kufungua shauri pale. Marehemu anapofariki, sio mada yetu, lakini nugusie tu kwa sababu ni masuala ya nyumba, ardhi, nagusia tu. Marehemu anapofariki, anabidi apatikane msimamizi wa mirathi. Msimamizi wa mirathi anapatikana kwa mujibu wa sheria. Yule ndio anayevaa viatu vya marehemu. Huyu akishapatikana, hata kama kuna watu walikuwa na mdai marehemu, ndo atakayedaiwa. Hata kama kuna mali ambazo marehemu alikuwa anadai, yeye ndo atakayedai. Sio hawa wanaosema si mke, watoto, ni msimamizi wa mirathi. Sasa michakato ya kumpata msimamizi wa mirathi ni kwa mujibu wa sheria. Sio tu kwamba sasa hapa mtoto wa kwanza kuzaliwa kwenye familia ni fulani, huyu ndo msimamizi wetu wa mirathi, ndo aanze kupambana. Hapana. Kwa msimamizi wa mirathi ni mfano kama dakika 2 tu. Hatua ya awali, anapatikanaje? Msimamizi wa mirathi baada ya marehemu kufariki, huwa kuna kipindi fulani cha utulivu. Baada ya hicho kipindi wanakaa kikao, wana familia au wana ukoo. Katika kile kikao kinakuwa na mwenyekiti wa muda na katibu wa muda. Mwenyekiti kwa ajili ya kuongoza kikao na katibu kwa ajili ya kuratibu kikao. Sasa katika kile kikao wanapendekeza mtu ambaye atakuwa msimamizi wa mirathi. Wakishampendekeza huyo mtu, wanaandika barua kupeleka mahakama ya mwanzo.
Umeona, kama ni customary au kama ni Muslim, kwenda mahakama ya mwanzo. The best is way kabisa kupitia kwa mtendaji wa kijiji. Mtendaji wa kijiji apitishe hiyo barua. Lakini wanapoandika barua hakikishe wamepata ile cheti cha kifo cha marehemu. Kuna mazingira cheti cha kifo inakuwa labda ni shida, changamoto kupata, lakini cheti cha kifo kinapatikana wapi? Ukienda ofisi ya mkuu wa wilaya kuna kitengo cha vizazi na vifo. Kitengo cha vizazi na vifo. Pale ndio vinapopatikana vyeti vya kuzaliwa na vyeti vya vifo. Kama cheti cha kifo hakipatikani, mtu ambaye alishuhudia marehemu anazikwa, anaapishwa. Affidavit. Anaapa. Sasa document kama hizo, pendekezo jina lilopendekezwa ambao ni kupitia ile barua na ule muhtasari wa baadhi wa kikao cha ukoo cha familia kwenda mahakama ya mwanzo na kile cheti cha kifo, wanapeleka pale mahakama ya mwanzo kwa ajili ya kufungua shauri la mirathi, kwamba shauri la kupendekeza fulani atolewe kwa msimamizi wa mirathi. Baada ya mahakama kupokea, itatoa tangazo la siku 21, notice ya siku 21. Kwa mtu yote ambaye hajaridhika, hajawiwa na lile jina lilopendekezwa au majina lilopendekezwa, anaweza kufanya akaweka pingamizi siku ya baada ya siku 21. Shauri ambapo litakuwa limepangwa. Shauri ambapo litakuwa limepangwa, basi yule mtu aliyependekezwa atahudhuria pale, atasikilizwa. Baadhi ya watu wachache katika kile kikao watasikilizwa, basi atatangazwa na mahakama kwa msimamizi wa mirathi, atapewa na certificate ya usimamizi wa mirathi. Kuanzia hapo, huyo ndo msimamizi wa mirathi. Sio tu habari za kukaa na kusema kwamba yule babu wetu wa Bukoli bwana, kwa sababu ndo mkubwa kwenye ukoo, kwenye familia, ndo atakaye kuwa msimamizi wa mirathi. Na mwandishi wa habari, watu wamekuwa na mentality ambayo ni ajabu sana, kwamba wanaamini kwamba kwa kuwa baba kwenye familia amefariki, basi msimamizi wa mirathi awe ni mke au firstborn au babu kwenye ukoo. Msimamizi wa mirathi, mwanahabari, ni mtu yoyote ule ambao kwamba wao watajiridhisha kwenye kile kikao cha ukoo. Muona, anaweza akawa sio mwana ukoo, ni mtu mwingine kabisa nje ya ukoo. Wakampendekeza pale. Wamepima wakaona kabisa kwamba huyu yuko smart, atahandle mali za marehemu. Au akawa mwana ukoo au mwana familia au mke wa marehemu. Au njia nyingine kwamba wana ukoo au wana familia wamedelay kupata msimamizi wa mirathi. Sisi tunaomdai marehemu. Tunaingia mahakamani. Yaani mimi kama mdai wa marehemu naingia mahakamani kwa ajili ya kuomba mahakama initeue kwa msimamizi wa mirathi. Kwa mahakama inaniteua, yani wale wadeni creditors. Creditor ana mamlaka kwenda, yani mdai ana mamlaka ya kwenda mahakamani kuomba mahakama imteue kwa msimamizi wa mirathi. Ninamteua mdai. Ni creditor. Inamteua. Okay. Nafikiri hiyo ni mada inayojitegemea kabisa na inahitaji mazungumzo mapana kwa ajili ya kuwaelewesha watu. Bila shaka tutarejea hapa muda na wakati mwingine kwa ajili ya hilo. Ila kwa sasa niseme tu asante kwa muda wako. Mtazamaji, kipindi hewani ni Kijiweni, langu jina ni Pili Mkono, na hivi ndivyo tunavyoondoka hapa siku ya leo. Nilikuwa na mwanasheria James Malandala na mada mezani ilikuwa inasema migogoro ya ardhi inasuluhishwa vipi. Mpaka wakati mwingine, kwaheri.